Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu. Siku ya Jumanne juzi, wakati tunatoka hospitali Muhimbili, tulipotoka kule tulitoka moja kwa moja na baba ambaye anaumwa, tukaja hapa kanisani kwenye ibada. Kwa hiyo mwisho wa ibada nikachukua mafuta yale ya kuangusha ngome. Ile siku nikamwaga chupa ya kwanza, nilichukua 2. Jumanne nilimwaga chupa ya kwanza, Jumatano tena usiku nikamwaga chupa ya pili. Ndio. Ile Alhamisi usiku nasikia kitu kinalia mlangoni. Ila nimevipiga picha. Ndio. Nikasikia kitu kinalia mlangoni, nikakemea shetani ushindwe kwa jina la Yesu. Nikamwambia Bwana Yesu tuzingire damuni mwako. Vikawa vinazidi kupiga kelele. Nikamwambia Bwana Yesu tuzingire damuni mwako. Baadaye kuna sauti kaniambia toka uangalie, nikatoka, nikainuka nikaangalia mlangoni. Dirishani nikachungulia mlangoni, ule ndege kasimama mlangoni, yani anapiga kelele kwa ndani. Ndio. Basi mimi nikainuka nikamfuata msichana. Usiku wa manane. Saa 7 usiku. Mimi nikaamka nikamfuata binti yangu nikamwambia hebu inuka muone. Tukachungulia yule ndege, nikamwambia nikamuita kijana naye. Tukachungulia, nikasema hapana, ngoja nikachukue simu. Nikawa nimesimama dirishani kwa ndani, sijafungua mlango. Nikamrekodi yule ndege. Basi baadaye yule kijana akaondoka kwenda kulala. Nikamuita, nikamuuliza binti, kijana yuko wapi? Akasema kaenda kulala. Nikamwambia hapana, muite, mimi nashuhudia tutoke nje. Basi kaja yule kijana, nikamwambia naomba unisindikize tutoke nje. Tukatoka nje, yule ndege akawa anashindwa. Kwanza kabla sijatoka nje nilichukua mafuta, kuna mafuta baba alitupa ya kumpaka baba. Nikasema hapana, mafuta haya, nikachukua na chumvi, nikachanganya na maji, nikammwagia. Ninapomwagia analuka, yani kama anataka kupigana na mtu. Alafu anayumba. Basi nikatoka nje, nikamwambia yule kijana chukua fimbo tumpige, maana wakati sana nataka kumpiga kuna mwenzake yuko juu ya bati. Yani utafikiri kuna mtu anakanyaga juu. Ndio. Akawa anakanyaga sana, kumbe anamchungulia yule mwenzake. Kwa juu ya bati sasa. Yuko juu ya bati. Sana sikia kitu kinakanyaga hapa, yani kwa shindo kubwa. Nikawauliza mbona kama kuna kitu kingine juu? Ndio. Hatujakaa tukiwa kule ndani, namuona yuko kwenye bati la chooni, anamchungulia yule mwenzake. Basi mimi nikatoka, wakati tunatoka yule ndege tukampiga. Ila nje kuko wazi, lakini hawezi kukimbia. Tukampiga yule ndege, akafa pale pale. Mwenzake naye akapiga kelele sana wakati yuko kule juu ya bati. Wakati mwenzake anapigwa. Wakati mwenzake sasa tunamshambulia, tunampiga. Na yeye anapiga kelele huko. Naye akapiga kelele, akaondoka. Asubuhi baadaye nikamwambia mtoto lete beseni, tukamfunika, tukaweka maji kwenye ndoo, tukaweka juu ya lile beseni. Asubuhi kaja shemeji yangu ile hapo. Ndio. Nikamwambia hebu njoo uone kituko cha usiku. Ndio. Basi naye akashuhudia, akamwangalia yule ndege. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Mpe Yesu makofi yenye nguvu kabisa. Ongeza tena mikono yako kwa Yesu. Mama, hapo mmeshinda vita Bwana. Hakuna mauti, hakuna ugonjwa. Muda sio mrefu mzee utaanza kuona anakimbia mchaka pale. Sawa sawa Huu ni ushindi mkubwa sana. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Na nuru imeng'aa, Loeva imejaa.